Nchi inahitaji kujihami na kulinda raia wake katika nyanja zote. Nyanja za kiuchumi kama tulivyosema, mikataba yetu tuitazame vizuri, sheria zetu kwenye uwekezaji, sheria zetu za uzalishaji, sheria kwenye kote huko kwenye uchumi. Tunajitahidi kubadilisha mazingira na kutunga sheria zinazovutia ili tukuze uchumi wetu, na Mungu anatuitikia, tunakuwa kiuchumi. Lakini pia wananchi hawa wanatakiwa kulindwa kisiasa, na hii kazi mnaifanya vizuri sana. Mnaifanya vizuri sana. Sheria za vyama vya siasa, sheria za uchaguzi, sheria sijui za nini zinazohusu mambo hayo, lakini pia kesi za uchaguzi mnazisimamia vizuri sana. Kwa hiyo upande wa kisiasa na kwenyewe nako mnatoa haki hiyo. Kuna kesi za kijamii, walindwe kijamii. Mama Samia Legal Aid Campaign inakwenda kuwasikiliza watu kule waliko. Kesi nyingine za mahakama, nyingine mnafanya settlement huko, mambo ya jamii, na jamii inakaa vizuri kule iliko kwa sababu matatizo yao yanapata kutatuliwa. Kwa hiyo kazi hizi mnazifanya vizuri sana. Sasa niseme, narudia tena, nyinyi ni walinzi wa nchi hii. Ni walinzi muhimu wenye ujuzi wa kisheria za ndani na za kimataifa. Nimesema hali iliyoko duniani sasa hivi, lazima tuwe weledi wa matamko, maprotoko na mambo mengine ya kimataifa yanayotoka huko, kuyaangalia kwa haraka, kuyatafsiri katika hali yetu na kuweza kutoa majawabu kwa haraka ili kuhami uhuru wetu. Hivyo basi ni wajibu wenu na ni muhimu mkatilia maanani kugundua vihatarishi mapema, kushauri kwa wakati, kwa usahihi na kwa nia njema. Ni jukumu lenu pia kuhakikisha kwamba nchi inalindwa na kusimamiwa kwenye misingi imara ya kisheria, na sheria tunazozitunga na tunazotarajia kuzitunga zitusaidie kulinda uhuru wetu, haki za raia na rasilimali za taifa letu kama ilivyoelezwa vyema kwenye katiba yetu. Mwanasheria au wakili wa serikali hapimwi kwa kesi alizoshinda. Anapimwa pia kwa migogoro aliyoizuia, fedha za umma alizookoa, na makosa aliyoyazuia kabla hayajaligharimu taifa. Na yote yamesemwa hapa vizuri na rais wenu kwamba hii kazi mnaifanya, na ametoa taarifa ya yale ambayo tayari mmeshafanya, na ni matumaini yangu mtafanya zaidi ya yale ambayo yamesomwa hapa. Lakini niongeze kwamba mwanasheria au wakili wa serikali au mwanasheria, afisa wa sheria wa serikali, anapimwa kwa uwezo wa kutafsiri sheria na matamko ya kimataifa na kujidhatiti kuihami nchi yake na vitishio vya ndani au nje ya taifa lake. Kwa maana nyingine, pamoja na kutusaidia katika shughuli za maendeleo na ustawi wa watu wetu, sheria zetu zinapaswa kuwakinga dhidi ya vihatarishi vya uhuru na ustawi wa taifa letu. Hapa nizielekeze taasisi zote za serikali kujenga utaratibu wa kutambua vihatarishi vya kisheria mapema, iwe ni kwenye mikataba, utawala wa ardhi, manunuzi, miradi ya maendeleo, ajira, mambo ya mazingira, tehama na hata huduma kwa wananchi. Lazima kuwe na umakini wa kisheria tangu hapo mwanzo. Na nimesikia kilio chenu kwamba vitengo hivi vya kisheria, mawakili walioko kwenye sekta mbalimbali wanapaswa kuongezwa nguvu. Waongezwe nguvu kielimu, lakini pia kirasilimali ili waweze kufanya kazi zao. Nimesikia na waziri yuko hapa amesikia, tutakwenda kuyasimamia hayo. Ndugu viongozi, washiriki na wananchi wenzangu, nilipofika hapa nilitembelea mabanda mbalimbali. Nimejionea huduma kadhaa zinazotolewa na taasisi zenu za usimamizi wa utekelezaji wa sheria. Nilianza na banda la Mama Samia Legal Campaign, banda la wizara,
Baadaye nikaenda kwa DPP nikasikiliza wanaoyafanya, nikaenda kwa mwanasheria mkuu wa serikali, nimekwenda kwa mwandishi mkuu wa sheria na nikamalizia kwenye chama cha mawakili wa serikali. Nimeona kazi nzuri mnazofanya, malengo na mipango yenu. Hongereni sana, na kama nilivyosema, serikali iko pamoja nanyi, tutahakikisha mnafikia malengo yenu.